Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Tumefikia tuko Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 24. Tumefikia sura ya 24. Tasoma kuanzia mstari wa 9. Dalili za kurudi kwa Yesu, dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Anasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tumekutana na ahadi nyingine ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kabla yake ameleta maelezo haya kwamba kabla ya yeye kurudi mara ya pili kutatokea mambo mbalimbali ya kudhihirisha ujio wake wa pili duniani. Jambo la kwanza anasema, wakati huo watu watasalitiana. Kusalitiana maana yake hapa kila mtu atamchongea mwenzake au watafanyiana visa. Na kama kuna wakati huo ni miaka hii tunayoishi, watu hawapatani, watu wanafanyiana mambo ya ajabu ajabu. Halafu anasema pia kutakuwa na dhiki. Dhiki maana yake mateso mengi, mauaji na nini yatatokea wakati huo. Na kama miaka hii tunayoishi mnavyoshuhudia yanavyotokea, hayo ndiyo dalili ya kuja kwa Yesu. Lakini jambo lingine anasema, nao watawaua ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Wakati wa kupeleka Injili karne ya kwanza mpaka ya 6 kulikuwa na mauaji sana ya wahubiri wa Injili. Haya yalitokea. Lakini anasema ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Kama kuna wakati mambo haya yanatokea ni miaka hii. Wengi sasa hivi wanachukiana. Familia utakuta inachukiana wao kwa wao, wazazi kwa watoto, watoto kwa wazazi, ama watoto kwa watoto. Lakini naweza kukuta mume na mke hawafurahiani. Kila mmoja amemchukia na kumsaliti mwenzake. Halafu anasema jambo lingine, na manabii wa uongo wengi watatokea na kudanganya wengi. Kama kuna wakati manabii wa uongo wamekuwa wengi ni miaka hii tunayoishi, wengi kweli kweli, wengi sana. Mojawapo ya uongo unaofanywa na hawa manabii ni kama ifuatavyo. Na mhubiri amewakaitisha watu wengi katika mkutano wake, alafu anawaambia, shikeni simu, washeni simu zenu, inua simu zenu, sasa hivi zitaingia pesa. Huo ni uongo kabisa. Huo ni uongo. Nani atakutumia pesa ambayo haina kazi kwake? Huo ni uongo. Manabii wengi wa uongo watatokea, na kweli wanatokea na kudanganya wengi, na wengi wamedanganyika. Huo ni mfano tu mmoja, lakini yako matukio mengi ya udanganyifu yanatokea kupitia hawa manabii wa uongo. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Maana yake wengi wataacha sasa kumwamini Yesu Kristo na wengi wataacha kupendana wao kwa wao kwa sababu ya matokeo haya. Jambo lingine anasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Hapa kinachotakiwa ni uvumilivu. Haya yatakapotokea, manabii wa uongo, machukizo, mauaji, vita na mambo yanayofanana hayo na masingizio, basi Biblia inasema kwa sababu ya hiyo basi, lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka.
mwenye kuvumilia mpaka mwisho. Mwisho gani? Mpaka yani Yesu atakaporudi. Mwisho gani? Yani mpaka siku utakayokufa. Vumilia mabaya, usikubali kuambatana na wahalifu, jiepushe na ubaya, jilinde sana na wabaya. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Maana yake kuna kukutana na mambo mengi magumu, matatizo, kukata tamaa, kukatishwa tamaa, kusemwa vibaya, kukataliwa, yatakupata, lakini Biblia inasema mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo jambo muhimu hapa na kutaka na kukusihi sana, jitahidi kuwa mvumilivu. Huwezi kuvumilia kwenye raha, lakini kwenye matatizo, mambo yote magumu yanapokutana na wewe, vumilia. Vumilia, maana Yesu anasema mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mpaka mwisho hapa maana yake mpaka mwisho. Usije ukakishia njiani. Uvumilivu wako usiishie njiani. Tena jambo la mwisho, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ufalme wa Mungu, kama kuna wakati injili ya ufalme wa Mungu inahubiriwa ni miaka hii. Wapi inahubiriwa? Kila mahali sasa. Kwenye TV, kwenye redio, kwenye magazeti, kwenye mitandao ya kijamii. Kila kona sasa hivi injili. Ukienda barabarani, kwenye magari, kwenye mabasi inahubiriwa injili. Ukienda masokoni inahubiriwa injili. Ukienda mitaani injili inahubiriwa. Kila mahali sasa hivi injili inahubiriwa. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba ujio wa Yesu Kristo umekaribia ajabu. Jambo muhimu ninalokusihi, endelea kuwa mvumilivu, endelea kumtumikia Mungu kwa furaha, endelea kumpenda huyu Yesu Kristo, ndugu yangu, ili atakapokuja akupe taji ya uzima wa milele. Mungu akubariki sana. Tukutane kwenye kipindi kijacho tena, tuendelee kuangalia hizi ahadi. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe katika akaunti yangu, like, kucomment, na kwa njia hiyo Mungu atakubariki sana. Asanteni ninyi ambao mnaendelea kufanya hivyo. Najua baraka za Mungu zinawajia. Na wewe ambaye bado fanya hivyo, maana baraka ziko kwa ajili yako. Akubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.